Huko nyuma nilitoa mfululizo wa video kadhaa zinazopitia mistari mingi ya kwenye Biblia katika Agano la Kale na Agano Jipya inayotumika na ndugu zetu Waislamu katika kuleta madai kwamba Biblia katika Agano la Kale na Jipya inatabiri ujio wa Muhammad, na nikapitia aya nyingi katika mfululizo huo. Naweka katika video hii link ya hizo series ambazo nilizitengeneza usiku ya nyuma, lakini safari hii nimeamua kurejea kwenye video hii mistari miwili ambayo ndio inatumika sana zaidi na Waislamu, hasa hususan katika hii Afrika Mashariki. Na mistari hii miwili inatoka katika Injili ya Yohana sura ile ya 14 na sura ya 16. Kwa mfano kwenye sura ya 14 unatumika mstari wa 16 na katika sura ya 16 unatumika mstari wa 7, kwamba Waislamu kwa wingi wao wanaaminishwa kwamba unatabiri ujio wa Muhammad. Sasa kabla ya kwenda mbali, labda kujibu swali kwa nini Waislamu wanakwenda katika Biblia kutafuta utabiri wa ujio wa Muhammad. Ni kwa sababu unaposoma Qur'ani sura ya 5 sura ya 7 aya 157, Qur'ani inasema kwamba watamkuta huyu Muhammad akiwa ameandikwa katika vitabu hivi vya Torati, Zaburi pamoja na Injili. Na ndio sababu kwa miaka mamia ya miaka Waislamu wanatafuta kila mara na hawakubali kwamba hayupo. Lakini kimsingi kama kutabiri ujio wa Muhammad kumewashinda mpaka sasa, kwa sababu katika kila hizi mistari ambazo wamekuja nayo, Wakristu wameelezea kinaga ubaga kwamba haiwezekani kuwa huyo anatabiriwa katika mistari hiyo. Hata hii miwili ambayo nitakuja kuichanganua hapa haitabiri ujio wa Muhammad, na sababu ziko za msingi katika maandiko yenyewe. Sasa jambo moja la kulifahamu katika video hii, walengwa hapa ni Waislamu na Wakristo kwa pamoja. Waislamu kwa sababu waelewe, wengi wao wanabebeshwa hii mistari, wengi wao hata hawajai kusoma nje ya mistari hiyo. Kwa mfano Wakristo na Waislamu wanaobeba sura ya 14 mstari wa 16 hawajai kusoma mstari wa 15, hawajai kusoma mstari wa 17 na kuendelea, au hawajai kusoma Injili ya Yohana kabisa. Na halikadhalika katika ule mstari wa 16, sura ya 16 mstari wa 7 hawajai kusoma mstari wa 8, hawajai kusoma mstari wa 6, au hawajai kusoma kabisa Injili ya Yohana. Kwa hiyo wito wangu kwa Waislamu katika video hii, wasikilize kwa makini na wenyewe waone kweli hapa unaposoma hii mistari unamuona Muhammad. Lakini pia wito wangu ni kwamba wasome hii Injili. Injili ya Yohana ni mojawapo Injili nzuri sana zinazoelezea kinaga ubaga umungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini kuna wewe Mkristo unaangalia video hii, hasa wale ambao hawajabobea katika neno, nao wapate ufahamu pia. Kabla ya kwenda mbali, nataka kwanza tufahamu jambo moja la msingi. Biblia au vitabu hivyo kwenye Biblia, kama nilivyosema huko nyuma, Biblia ina vitabu 66, na vitabu hivi waandishi hawakuwahi kuviandika kwa kuvigawa katika hizi sura au tunasema milango, Wakristo wengine wanaita milango, pamoja na hii mistari, au kwa kutumia lugha ya Waislamu natumia aya. Haikuwahi kugawanywa hivyo. Huu mgawanyo umekuja kwa mfano katika Agano Jipya, mgawanyo wa katika kila kitabu ya Agano Jipya kugawanywa katika mfumo wa hizi sura ulifanyika kwenye mwanzoni kabisa mwa karne ya 13, na mgawanyo wa mistari ulikuja kwenye karne ya 16. Kwa hiyo ni kitu kipya zaidi. Kwa maana hiyo ni kwamba unaposhika kitabu chote cha Biblia, iwe Injili kama hii ya Yohana au kitabu kingine, ufahamu mwandishi alikuwa anaandika kitabu kimoja, na kuna dhana kuu ya kitabu, na hawa wanaogawa walokuja wakagawa hizi sura na aya ni katika kujenga nadharia ya katika kutafakari kuona, je, unapofika kipande hiki unaona nadharia gani? Ndio kusudio. Kwa hiyo mtu yote ambaye anasoma kwa mfano sura ya 14 ya Yohana mstari wa 16 asifikiri kwamba inaishi peke yake. Mstari wa 16 unaishi ndani ya Injili nzima ya Yohana. Kwa hiyo kimsingi hilo ndio la kutizama. Nitatoa mfano. Ni sawasawa na mtu ambaye anayejenga ukuta. Huwezi kuchukua tofali moja ukalibeba ukasema umebeba ukuta.
na tofali moja haliwezi kusimama peke yake kama ukuta. Hali kadhalika huwezi kuwa na ukuta ambao una upungufu wa matofali. Kwa mfano, huwezi kuwa na ukuta ambao umejengwa na aina zaidi ya 7 za matofali. Mwandishi anapoandika, anapokuwa nadharia, ana mtiririko kuanzia pale mwanzo mpaka mwisho. Kwa mfano, Yohana anapoandika injili hii, anaandika kwa sababu ana nadharia anaitengeneza, ambao unaipata kikamilifu kwa kuisoma injili nzima. Kwa hiyo huwezi, mfano leo hii hawezi kuja Muislamu akachukua mstari wa 16 wa sura ya 14 akasema hii inatabiri ujio wa Muhammad, kwa kuweka pembeni vipande vingine vyote vilivyobaki. Ni sana mtu ambaye anasema amebeba tofali, anasema nimebeba ukuta. Wewe umebeba tofali, na ili uweze kuelewa ule ukuta ukoje, ni lazima urudishe katika sehemu ulichokitoa kile kipande cha tofali, ndipo utasema ukuta huu uko mpana kiasi fulani au urefu wa kiasi fulani, na utaweza kujua ukuta huu ni wa nyumba au ni wa uzio, ukuta huu ni makusudi gani. Ndipo unapata nadharia nzima ya kitabu. Napenda kutumia hii lugha ya picha ili unaangalia video uweze kuelewa kwamba mtu Muislamu hawezi akaja tu akasema sura hii mstari wa 16 wa sura ya 14 au mstari wa 7 wa sura ya 16 unamtabiri Muhammad kwa kuacha vingine vyote. Hili ni jambo la msingi sana la kulizingatia. Kwa hiyo tunaona hivyo. Sasa nitaanza kwanza kwenye ile mstari wa 16 wa sura ya 14. Kabla ya kuanza kwenda kwa undani, kwanza kuna vitu kadhaa lazima najaribu kuwaonyesha. Kwa mfano, ukienda katika hii sura ya 14 inataja neno baba mara 23. Yohana anapoandika anamtaja baba mara 23. Na baba anayetoja hapa sio baba mzazi wa mwanadamu kama mimi na baba yangu au wewe na baba yako. Hapana. Huyu ni baba wa mbinguni ambaye Bwana Yesu anamtambulisha mara kwa mara kwamba baba yake wa pekee, baba yake wa mbinguni ambaye alikuwa naye tangu milele yote. Na anasema katika injili hii ya Yohana, ambaye nilikuwa na utukufu na wewe niliokuwa nao kabla ulimwengu kuwapo. Hii ni sentensi nzito sana, kwamba Bwana Yesu anaposema unitukuze na kama nilivyokuwa na utukufu na wewe tangu ulimwengu kuwapo, Bwana Yesu anauzungumzia umungu wake ambao alikuwa pamoja na Baba tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Au unavyosoma Yohana anapomtambulisha Bwana Yesu katika sura ya kwanza, Yohana mstari wa 1 mpaka wa 3, kwamba hapo mwanzo alikuwepo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Anatambulisha asili ya huyu Bwana wetu Yesu Kristu kabla ya kutoa mwili na kuwa mwanadamu, kwamba asili yake ni nini. Kwa hiyo huwezi ukafika kwenye sura ya 14 anamzungumzia baba, halafu ukaja kwenye mstari wa 16 ukasema unaona sasa Muhammad huyo. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo unapoisoma sura ya 14 Bwana Yesu anamtaja baba mara 23. Lakini kuna kauli fulani Bwana Yesu pia katika sura 14 anazizungumzia, na ni kauli nzito sana. Kwa mfano anasema mimi ni ndani ya Baba, Baba yu ndani yangu. Anaisema sentensi hii kama ilivyo mara 2. Lakini anasema pia kwa mfano Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Vyote hivi vinamaanisha kwamba yeye na Baba huyu anayemzungumzia ni wamoja, kwamba yeye na Baba ni wamoja, wenye asili moja. Na unapoona pia unapoisoma kwa mfano huu mstari wa 16, Waislamu huwa wanaubeba, wanasahau. Mstari wa 16 ni sentensi ambayo haijamalizika. Sentensi hii inaenda kumalizikia kwenye mstari wa 17. Kwa hiyo huwezi kunyakua mstari wa 16, sentensi ambayo haijakamilika, ukaibeba maana yake, wakati sentensi ile inaendelea katika mstari wa 17. Na tutasoma vyote hivi, tutaona kwamba ili upate maana kamili ya mstari wa 16 unaweza kuipata tu kwa kusoma mstari wa 16 na wa 17, pamoja na kwamba maana kamili unaipata pia kwa kuisoma ile sura ya 14 yote, inajieleza wazi kabisa, au ukaisoma injili nzima. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo hilo ni jambo moja, kwamba nawakumbusha tu mstari wa 16 ni sentensi ambayo haijakamilika, inakwenda kukamilika katika mstari wa 17. Tukiangalia kwa mfano tukaisome sasa hii aya ya 16 ya mstari wa sura ya 14. Inasema hivi, anasema, huyu ni Bwana Yesu anazungumza, nami nitamuomba Baba
naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Kuna kituo kidogo pale tunasema semicolon. Kama nilivyokuambia, sentensi hii haijamalizika. Nairudia tena, nasema nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Mstari wa 17 ambao sentensi inaendelea nasema ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Hii ni sentensi moja ambayo inaanzia kwenye mstari wa 16 inakamilika katika mstari wa 17. Hili la msingi sana ndugu yangu Muislamu ulisome. Kwa hiyo tukiangalia cha kwanza kabisa tunaona kwamba Bwana Yesu anasema hapa kwamba nami nitamuomba Baba. Moja kwa moja tayari huyu msaidizi ambaye anasema naye atawapa msaidizi mwingine, anasema Bwana Yesu yeye ndio ambaye atatumwa kwa yeye kumuomba Baba. Atatumwa baada ya kumuomba Baba. Sasa kimsingi kama huyu msaidizi ni Muhammad, je, ametumwa na Baba? Kumbuka katika Uislamu Allah ni kufuru kumuita Allah Baba, kwa sababu yeye anasema hajazaa wala hajazaliwa. Kwa hiyo hana sifa ya ubaba, na katika jambo moja hapo Allah hapendi kabisa ni swala la yeye kuitwa Baba. Sasa hapa kwa Muislamu yoyote ambaye anaufahamu Uislamu vilivyo, moja kwa moja tayari hii sentensi imeitoa kabisa kuwa kama huu ni unabii unaomhusu Muhammad, kwa sababu anayezungumziwa hapa ni Mungu ambaye anapewa sifa ya Baba. Allah hakubali kuitwa Baba na hataki kuitwa, na hakuna Muislamu wa kweli ambaye anathubutu kumwita Allah ni Baba. Hakuna. Mimi binafsi nimeangalia mazungumzo mengi baina ya Wakristo na Waislamu. Inapokuja swala la kumwambia Muislamu, je, unaweza kumwita Baba Allah? Anasema hapana. Kwa hiyo hilo la kwanza jepesi lakini la msingi sana, kwamba Bwana Yesu anasema nami nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Jambo jingine la msingi hapa ni hii kauli pale katika hiyo sentence hii mstari wa 10 nasema akae nanyi hata milele. Swala linakuja, Muhammad anakaa na wafuasi hata milele? Tunapozungumza mimi na wewe sasa hivi, Muhammad yuko kaburini? Hayupo, anasubiri hukumu. Hayupo. Sasa Muhammad anakaaje milele na wafuasi wake Waislamu kwa mfano? Anakaa nao milele? Jibu ni hapana. Hilo nao ni jambo la msingi sana, lakini kama nilivyokuambia sentensi ya mstari wa 16 inaendelea kwa sababu haikukamilika pale. Anasema ndiye Roho wa kweli. Swali linakuja, je, Muhammad anatambulika kama ni roho na ana katika sifa zake anatambulika kama ndiye roho wa kweli? Swali ni hapana. Roho wa kweli katika imani ya Kikristo, mafundisho ya Kristo, ni Roho Mtakatifu. Unapoisoma Biblia hasa katika Agano Jipya, unaona Roho Mtakatifu mara kwa mara anazungumzwa katika neno au tunasema sifa ya kwamba ni Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui. Sasa swala linakuja, Muhammad hakuonekana katika uhai wake. Muhammad alionekana hapa, tunasema kwamba mstari unasema haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua. Yani ukumbuke kauli hii Bwana Yesu anaisema akiwaambia wanafunzi wake kwamba huyu Roho wa kweli ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua. Je, katika hii karne ya kwanza wakati wa wanafunzi wakiwa hai walikuwa wanamtambua Muhammad? Kwa sababu kumbuka inakwambia mstari wa 17 huu unapousoma ni mwendelezo wa sentensi inayoanza katika mstari wa 16. Nasema mnamtambua maana anakaa kwenu. Swali linakuja, Muhammad alikaa kwao? Jibu ni hapana. Naye atakuwa ndani yenu, kwamba huyu Roho Mtakatifu atakapokuja atakaa ndani ya mwanzo pale katika hawa wanafunzi, atakaa ndani yenu na ataendelea kuwa na wale Wakristo wengine wanaokuja kuipokea imani ya Kristo, kwamba atakaa ndani yenu. Na linatokea hili utapoenda kusoma kwa mfano katika Matendo ya Mitume, unaona Roho Mtakatifu anawashukia na ndipo wanafunzi wanaanza kuhubiri habari njema ya wokovu kupitia kifo na ufufuko wa Kristo. Kwa hiyo unaposoma mstari huu wa 16 na mwendezo wake katika sentensi hiyo mpaka 17, wazi kabisa hapa huyu si Muhammad kwa namna yoyote. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, utambue
kama ulifundishwa kwamba hii mstari wa 16 sura ya 14 Yohana Injili unatabiri Muhammad, rudi nyuma. Utambue waliokubebesha mstari kwanza walikuhadaa. Lakini utambue kama walikuwa na uthubutu kuhadaa kwenye kitu kama hichi, ni mambo mangapi wamekuhadaa. Na utambue, ukae ujiulize, hadaa hii ina kusudio gani? Mimi nitakwambia tu, hadaa hii ni katika kukutoa katika ukweli wa ukombozi uliotokana na Bwana wetu Yesu Kristo, ambao wewe kama Muislamu tayari unakuwa umetoka nje. Na neema hii ya ukombozi unakuwa unaikosa kwa sababu Uislamu wenyewe unapinga umungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, unapinga kifo na ufufuko. Kwa hiyo kwa kuwa hapo wewe tayari uko katika upotovu mkubwa sana. Hii ni jambo ambalo nakuambia kwa upendo, utafakari haya mambo, soma, fanya utafiti, uone ukweli wa maandiko ulivyo. Usije ukapitwa na fursa hii, kwa sababu nafsi yako ina thamani mbele za Mungu. Nafsi yako ina thamani kuu, na ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo alikuja ulimwenguni, alitumwa na huyu baba yake. Kumbuka Bwana Yesu anasema nami nitamuomba Baba, kwamba Bwana Yesu anaporudi kwa Baba anamuomba atume Roho Mtakatifu, kwa sababu mwanzoni Baba ndio alimtuma mwana ili afe msalabani awe wokovu, na anapomaliza ile kazi ya ukombozi anamuomba Baba ili atume Roho Mtakatifu awe msaada. Ndio maana anamuita atawapa msaidizi mwingine, kwamba Bwana Yesu alikuwa ni msaada mkuu wa kuleta wokovu. Huyu anakuja kuwa msaada mwingine, ndio maana anamuita msaidizi mwingine. Kwa hiyo maana yake ni kwamba palikuwa na msaidizi kabla, lakini safari anatuma msaidizi mwingine. Na huyu Roho anakaa tu kwa wale ambao wamempokea Kristo. Waislamu ambao wamemkataa Kristo, huyu Roho hakai ndani yako, ndugu yangu Muislamu. Huu ndio ukweli ulivyo. Unaweza ukakasirika, unaweza ukachukia, lakini huu ndio ukweli wa Injili. Ningeweza kusoma mambo mengi zaidi baada ya hapa, lakini nafikiri inatosha. Tutakwenda sasa kuangalia Yohana sura ya 16 mstari wa 7. Kwenye hii pia tunapoenda katika hii, kama nilivyosema mwanzoni, kwenye hii sura ya 16 tunapoiangalia, Bwana Yesu anamtaja Baba jina Baba linatajwa mara 12. Ile la mwanzo nilikwambia Baba anatajwa mara 23. Lakini katika Yohana ya 16 Baba anatajwa mara 12. Ni kuonyesha jinsi gani umuhimu wa Baba ulivyo katika kazi ya ukombozi wa mwanadamu, na jinsi gani nafsi ya Mungu ile ya Baba ilivyokuwa na upendo mkuu mpaka anashiriki yeye mwenyewe katika ukombozi kwa kumtuma mwanae. Namna gani upendo uliokuwepo baina ya Baba na huyu mwana ulivyo, mpaka mwana anamuomba Baba kwamba watumie msaidizi mwingine. Sasa hilo ni moja. La pili, tunaona kauli nyingine unapoenda kusoma katika hii sura ya 16, kauli moja nzuri sana. Kama nilivyokuambia, huwezi kubeba mstari wa 17 ukaacha mistari mingine yote katika hii sura ya 16. Tunakutana katika sura ya 16 kauli anasema, Bwana Yesu anasema yote alionayo Baba ni yangu. Nilikwambia kule mwanzo katika sura ya 14 anasema mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Na anasema Baba atukuzwe ndani ya mwana. Lakini unapokwenda katika sura ya 16 anasema yote alionayo Baba ni yangu. Fikiria katika manabii wote waliotokea kabla ya Kristo. Hata anapokuja huyu mtu anaitwa Muhammad, kauli hii haikuwahi, au zote hizi za mimi ndani ya Baba, Baba yu ndani yangu, au Baba atukuzwe ndani ya mwana, au yote alionayo Baba ni yangu, ni kauli ambazo zimesemwa na Bwana wetu Yesu Kristo peke yake, kwa sababu hakuna kiumbe anaweza kusema kitu hichi, kwa sababu Bwana Yesu hakuumbwa. Bwana Yesu alitwaa mwili, alikuwepo kabla ya ulimwengu kuumbwa, na anasema hivyo. Na tunapokwenda kwa mfano tukaisome hii aya ya 7 mstari wa 16. Samahani, aya ya 7 kwenye sura ya 16 inasema hivi: lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Bwana Yesu anasema yeye ndo anakuja kumpeleka. Kumbuka
Kwa msomaji mdogo mdogo anaweza akasema mbona katika sura ya 14 anasema nitamuomba Baba ili amtume msaidizi, lakini kwenye sura ya 16 au mstari wa 7 anasema nitampeleka kwenu. Kumbuka kama nilikwambia neno kwamba Bwana Yesu anasema kule ndani, mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Anavyozungumza hivi, anazungumza katika hali ya yeye kuwa na umoja na Baba. Kwa hiyo chote anachokifanya Baba ndicho anachokifanya Mwana, na chote anachokifanya Mwana ni kwa sababu akiona Baba akikitenda. Kwa hiyo hawafanyi kazi peke yao, wanafanya kazi kwa umoja kwa sababu wao ni wamoja. Na ndio maana unapokutana na sura ya 16 mstari wa 7 anasema nitampeleka kwenu. Sasa swali la msingi, Waislamu mnamzungumzia Muhammad kwamba alitumwa na Allah. Sasa kama kweli hii mstari wa 7, hii aya ya 7 inazungumzia ujio wa Muhammad, maana yake vinamfanya Bwana Yesu ni Allah, kwa sababu ndio anayemtuma huyu msaidizi. Jambo jingine unapoenda kusoma zaidi, kwa mfano unapofika kwenye mstari wa 13, anamtaja huyu msaidizi pia, anamuelezea kwamba katika mstari anasema lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli. Anarudia tena alichokisema katika ile sura ya 14 kwamba Roho wa kweli, anamtaja tena huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Kumbuka anazungumzia mambo yajayo atawapasha habari zake. Hii linazungumzia kwamba huyu Roho Mtakatifu ataweza kuwapa uwezo wa hawa wanafunzi kufanya unabii, kwamba huyu Roho atawaambia mambo kuhusu mambo yajayo. Ukirudi katika imani ya Kiislamu, Muhammad hakuwa na unabii, hakuwa na neno la unabii, hakuweza kutoa neno la unabii kwa namna yoyote. Na ndio maana hata wakati akiwa Maka na Medina, mojawapo ya mambo aliyapata magumu ni kwamba walimwambia wewe huwezi kutoa unabii wowote. Akasema mimi ni mwonyaji tu, na kwamba muujiza pekee yake aliweza kufanya ni Qur'ani. Lakini hiyo ni kwa siku nyingine. Jambo jingine hapo unapoenda katika mstari wa 14 anasema yeye atanitukuza mimi. Huyu msaidizi atamtukuza Bwana Yesu. Swali linakuja, je, katika maisha ya Muhammad alimtukuza Bwana yetu Yesu Kristo? Hili ni jambo la msingi la kuziangalia, kwa sababu huku ndiko Bwana Yesu anazungumzia, kwa sababu anapoendelea katika mistari baada ya kwa 7 anazungumzia nini huyu atakuwa anakifanya. Tunaona kwamba anasema hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini atakayoyasikia atanena, mambo yajayo atawapasha. Yeye atanitukuza mimi, yani yeye Bwana Yesu Kristo, yani huyu msaidizi atamtukuza Bwana Yesu, kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari, kwamba yale atakayokuwa huyu Roho anawaambia hawa wanafunzi na wafuasi wa Kristo atayatwaa, atakuwa anawaambia yale yaliyo ya Kristo. Na yote, na anasema pia, na yote aliyonayo Baba yangu. Hii ni kauli nyingine nzito. Hakuna kiumbe kinachoweza kusema haya kwamba alionayo Mungu ni yangu. Hii ni kauli ya kimungu. Inathibitisha Bwana Yesu anavyozungumzia namna asili yake alivyo na Baba. Namna gani kilicho na Baba ni chake, kwa sababu yeye pia ni sehemu ya huyo Mungu, kwamba yeye ni nafsi moja hapo katika yule Mungu mmoja. Ndivyo tafsiri sisi wa Kristo tunafahamu hivyo. Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Kwa hiyo unaposoma hizi mistari zote mbili, ya mstari wa 16 wa sura ya 14 na mstari wa 7 sura ya 16, unaona wazi kabisa haiwezekani kuwa inamzungumzia Muhammad. Na tunafikia hapa sio kwa kusema tu maneno matupu. Ukisoma hii mistari inajieleza wazi kabisa. Kwa mfano katika hiyo sura ya 16 ukienda kwenye mstari ule wa 2 na wa 3, kumbuka nilikwambia huwezi kubeba mstari wa 7 ukaiacha mistari mingine inasema nini. Narudi katika ule mfano wa tofali. Huwezi ukachukua tofali moja ukasema ndio linawakilisha ukuta mzima. Ukuta unaelezeka tu kwa kuangalia matofali yote yamekaaje na kuweza kuelezea. Sasa unapokwenda katika sura ya hiyo ya 16 mstari wa 2 na wa 3 tunasoma hivi. Hapa Bwana Yesu anazungumza. Nitaanza ule mstari wa kwanza, lakini msisitizo katika mstari wa 2 na wa 3. Sikiliza kwa makini. Tunaanza na mstari wa kwanza. Maneno hayo nimewaambia msije mkachukizwa. Haya ni Bwana Yesu anazungumza. Watawatenga na masinagogi, naam, saa yaja atakapo
saa yaja atakapodhania kila mtu awauaye ya kuwa anamtolea Mungu ibada, na hayo watawatenda kwa sababu hawakumjua Baba wala mimi. Maana yake nini? Kumbuka hapa wanazungumzia mateso ambayo hawa wafuasi wa Kristo na wengine wanafunzi wa Kristo na Wakristo wanakuja baadaye kitakachokuja kuwa kinawapata, kwamba watatengwa na watauawa, na wale wanaouawa watakuwa wakidhani wakiwaua kwa kutenda haki iliyo mbele ya Mungu, kwamba watakuwa wanafanya kama ibada, kwamba kuondoa uovu. Na hiki kinachofanyika hapa ndicho tunakiona hata sasa Waislamu wanachokifanya kwa Wakristo. Tunaona kwa mfano Nigeria na sehemu nyingi Waislamu wanawaua Wakristo wakidhani kwamba wanaua makafiri, wanaua watu ambao si wa imani na mambo kama haya, wakidhani kwamba wanamtolea Mungu ibada. Na ndicho ambacho Uislamu umefanya dhidi ya Ukristo tangu kuanza kwake, na mpaka sasa hili jambo linafanyika. Sisemi hili katika kuudhihaki Uislamu, lakini ukisoma hii sura ya 16 mstari wa 2 na 3 unaona wazi wazi Bwana Yesu alikuwa anatabiri nini kitawapata hawa Wakristo, na ndicho Waislamu wacho wanakifanya kwa Wakristo mpaka leo hii. Kwa hiyo ndugu zangu, ukweli wa Injili ndio huu. Mistari hii miwili haimzungumzii Muhammad kwa namna yoyote. Na wewe ndugu yangu Muislamu, kama umeangalia video hii kwa utulivu na bila ya kuwa na itikadi, najua baadhi yenu roho zinauma, mnakasirika, lakini huu, kama nilivyosema, huu ndio ukweli wa Injili. Na kwa wewe Muislamu ambao umebeba hii mistari, jiulize, hao wanakubebesha hii mistari na kubebesha hii hadaa, kama wanakuhadaa kwenye mambo haya madogo kama haya na mazito kama haya, fikiria ni mangapi mengine wanakubebesha ambao si ya kweli. Tafakari sana hili jambo. Lakini muhimu zaidi, kama ninavyosema siku zote, maisha yako na hatia ya roho yako ni jambo la msingi na hutakiwi kulichukulia mzaha hata kidogo. Kuna maisha baada ya maisha ya mwili ambayo maisha hayo ni ya milele yote. Kwa hiyo tafakari sana, nikukaribishe katika kumsikiliza Bwana wetu Yesu Kristo, na pia uweze kupata imani hii ili huyu msaidizi anayezungumzwa aweze kuwepo kuwa msaidizi wako wewe katika imani, akujenge, upate kufahamu ya huyu Kristo, upate kumtukuza huyu Kristo, upate kupata hii zawadi ya ukombozi ambayo Bwana Yesu alitupatia bure kabisa. Na zawadi hii iko peke yake kwa watakao mkiri na kumwamini kwamba yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na Bwana Yesu anasema wazi katika Yohana 14:6 kwamba mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Hakuna namna nyingine yoyote, ndugu yangu Muislamu, hata na wewe Mkristo ambaye imani yako imerudi nyuma, ulitafakari hili. Hakuna njia nyingine. Nikutakia amani ya Kristo. Asante.